wanamuita hasa ya Muhammad adrikni, ya Rasulullah adrikni, na wengine ya Aliyu adrikni, na wengine. Na katika aya hizi mna mwelekeo maalum min wujuhi ijazihi, katika ule mwelekeo wa kuonyesha muujiza wake Qur'an al-Karim. Idh, kwani fihima, ndani ya aya mbili hizo, moja falyanzur al-insanu mimma khuliqa min ma'in dafiqin yakhruju min bayni as-sulbi wa tara'ibi, na nyingine wa nukhirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Fihima, ndani aya mbili hizo, maarifatu haqa'iqi ilmiya, kuna maarifa ya hakika za kiilmu, elimu ambayo, hakika ambayo taakhara alilmu biha, imechelewa kabisa elimu kutambua hakika hiyo, wal kashfi, na kuweka wazi, an maarifatiha, kuhusu utambuzi wake, wa ithbatiha, na kuithibitisha elimu hiyo duniani. Elimu imechelewa, hakika ya mambo imechelewa. Na imechelewa kwa muda gani? 13 qarnan, kwa kiasi cha karne 13. Dunia iko kizani, haitambui siri hii, na Qur'ani ikayazungumza hayo katika wakati wa kiza. Hakuna laboratory ya kuweza kuchunguza mambo kwa kina, hakuna experiments zozote zile ambazo zimeweza kuona, hakukuwa na test tube wakati huo, wala hakukuwa na chochote, na maneno yametamkwa na kinywa cha yule ambaye hajui kusoma wala kuandika. Kwa makusudi Mwenyezi Mungu amemzuilia uwezo wa kusoma na kuandika, kwa makusudi. Akasema wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminik idhan lartaba almubtilun bal huwa ayatun bayinatun fi suduri alladhina utul ilma wama yajhadu biayatina illa adh-dhalimun. Wama kunta tatlu, na Muhammad hukuwa umesoma, wama kunta tatlu min qablihi min kitabin, hukuwa Muhammad unasoma chochote kile katika kitabu, hukuwa ukisoma. Wala takhutuhu biyaminika, na wala mkono wako hauwezi kuandika, kwamba hayo maneno labda kuna mtu amekusomea nawe kaandika kwa mkono wako. Idhan, laiti kama ingelikuwa hivyo, lartaba almubtiluna, wangezidi kufanya shaka wanaotaka kuharibu kweli huo dini. Wangesema inma yuallimuhu bashar, nini bwana anakuambia Muhammad kasoma kina pahala university, kasomeshwa na hivi na hivi, kwa hivyo elimu yake ile anapita kidanganya watu na hivi na hivi. Hakusomeshwa, na wamesema inma yuallimuhu bashar, hakika yeye anafundishwa na yuko mtu mmoja Myahudi, labda anakwenda kumsikiliza mchana kutwa, halafu anahifadhi, kisha jioni yake anasema kwamba mimi nimeshushwa wahi. Hoja hii vile vile itaweza kubabaisha watu duniani. Mwenyezi Mungu ameijibu tena, akasema lisanu alladhi yulhiduna ilayhi ajamiyun, hiyo lugha ambayo wa makafiri wanapinga Qur'ani kwamba msema na Mwenyezi Mungu ni lugha ambayo ya kigeni. Lugha ilikuwa ya Kihibru, Kiebrania. Huyo mtu alikuwa kweli, kuna mtume kabla ya kupewa utume alikuwa anakwenda kusikiliza hadithi zake, alikuwa akipenda mazungumzo yake, akichukia ibada wanazofanya wazazi wake, wanazofanya wazee wake, watu wake, ya kutufu Kaaba uchi na kuabudia masanamu na kupiga miunzi na makofi. Akichukia mambo yale, aliona bora aende akakae kitako na huyu anazungumza lugha ya Kihibru, na halafu kuna mtafta pale yote yule ambaye anamfasiria, basi wakifahamiana wenyewe, akimzungumzia habari za vitabu vya Mwenyezi Mungu, mambo ya mitume na Ibrahimu, hivi alikuwa akijua yeye. Basi Mwenyezi Mungu anasema mtu huyo hakuwa Mwarabu. Lisanu alladhi yulhiduna ilayhi, hiyo lugha ambayo makafiri wanapingana na Qur'ani kwa basima na Mwenyezi Mungu, ajamiyun, ilikuwa lugha ya Kiajemi, yani lugha ya kigeni. Wa hadha lisanun arabiyyun mubin,
Na hii Qur'ani imekuja kwa lugha ya Kiarabu cha waziwazi, kilichojaa ndani yake balagha, kilichojaa ndani yake nahwu, kilichojaa ndani yake sarfa, ambacho hakuna kitu chochote ambacho unaweza kutoa makosa kwenye Qur'ani. Bal huwa ayatun bayinatun, bal hizo ni aya zenye kubainisha waziwazi mambo, fi sururi alladhina utul ilma, zinabainisha waziwazi ndani ya nyoyo za wale waliopewa elimu. Wama yajhadu biayatina, na hawi mwenye kupingana na maneno yetu hayo, illa dhalimuna, isipokuwa madhalimu. Basi dakta anamwambia Mustafa al-Maraghi kuhusu swala lako la utumaji wa mimba. Katika aya mbili hizo ndani yake mna hakika ambayo elimu imechelewa na kuweka wazi na kuitambulisha hakika hiyo kwa kiasi cha karne 13. Bayanu hadha, ubainifu wa haya Shekh anamuelezea sasa hivi kutokana na mambo ambayo kayaona yeye mwenyewe. Anasema anna sulbal insani, kwamba uti wa mgongo wa mwanadamu. Ubainifu wa haya ni kwamba uti wa mgongo wa mwanadamu huwa amudul fikri, ndiyo nguzo kuu inayoweza kusimamisha maisha yake mwanadamu. Nguzo kuu ni uti wa mgongo. Hakuna uti wa mgongo mwanadamu hawezi kusimama, hawezi kukaa, hawezi kusujudu, hawezi kurukuu. Ni uti wa mgongo ndio unaweza kumwezesha hayo. Ukiharibika huo, basi hakuna maisha tena. Binafsi kwenye uti wa mgongo ndiko kwenye mishipa maalum ambayo ndiyo inaoleta hisia kuanzia kichwani na kuteremkia chini mpaka miguuni. Ikiweza kuharibika hiyo, basi moja kwa moja mtu anaweza kapooza kabisa kabisa na akaharibikiwa na akili vile vile. Uti wa mgongo. Ndiyo maana Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati anafanya ibada, anapofika kwenye rukuu, alikuwa na dhikri maalum ya kumwambia Mwenyezi Mungu, akimwambia Allahumma laka raka'atu, ee Mwenyezi Mungu, kwako nimerukuu, kwa ajili yako nimerukuu Mwenyezi Mungu. Wa bika amantu, na kwako nimeamini. Khasha'a laka sam'i wa basari, hapana, Allahumma laka raka'atu wa bika amantu. Khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi, vimenyenyekea kwako kuanzia usikizi wangu na uoni wangu na ubongo wangu. Khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa qalbi, na moyo wangu, wa idhami, na mifupa yangu, wa asabi, na uti wa mgongo wangu sasa hivi uko kwako wewe. Mwinama. Wa mastaqallat bihi qadami, na kila ambacho kimebebwa na unyayo wangu kiko katika mwili wangu, kila kitu sasa hivi kimeinama kwa ajili yako. Wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin, vyote hivyo vinyenyekea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe. Hii ni dhikri Mtume akitumia sana anapokuwa katika rukuu, baadhi ya siku usema hivyo. Na ili kuthibitisha hayo, hata sisi tunasema vile vile ya kwamba fulani amekwisha staafu kazi na hivi sasa anasubiri kiinua mgongo chake. Hatusemi kiinua kichwa wala tumbo wala mguu wala goti, tunasema kiinua mgongo. Kwa nini? Kwa sababu hapo mgongoni ndio kwenye msingi wa maisha ya binadamu. Dokta anamjibu mfasiri wa Qur'ani, anamwambia bayanu hadha, ubainifu wa haya, anna sulbal insani, ya kwamba uti wa mgongo wa mwanadamu huwa amuduhu alfikri, ndiyo nguzo yake madhubuti, ndiyo nguzo yake kuu ya kuweza kusimamisha maisha yake. Kwa jina nyingine kujulikana nguzo hii ikaitwa silsilatu dhaharihi, mnyororo wa mgongo wake. Kama unavyoelewa mnyororo unafanya kazi gani katika baadhi ya vyombo. Kwenye viwanda mnyororo unafanya nini? Kwenye baiskeli mnyororo unafanya kazi gani? Hata kwenye pikipiki mnyororo unafanya kazi gani? Alimradi mnyororo
Mnyororo ule unakuwa una meno yake, likitenguka jino moja tu mnyororo mzima hakuna kitu. Na mwanadamu ana mnyororo kwenye mgongo wake. Mnyororo huo kuna nati zimefungwa, zimewekwa sawa, mpaka kuna vyombo vinaitwa na taalamu disk. Kama iliyomo kwenye kompyuta, basi kwenye mgongo kuna disk. Tena vitu hivyo ni vya kipuuzi puuzi utaviona. Lakini kikitenguka kimoja tu, basi binadamu anaweza kushindwa kukaa kitako na kulala na kusimama na kwenda. Na vinaweza kusababishwa na jambo dogo tu, kuchukua kwa ghafla mtu kitu kizito ambacho kiko kinyume na uwezo wake. Doo zito la maji, gunia zito, ikawa hakufanya kidogo kidogo kwa ghafla, basi mara moja huku mnyororo ile inakaa upande. Na ikikaa upande inakuwa ni kesi kubwa sana. Hakadha. Basi akamwambia kwa jina jingine ni silsila tukahari. Huu cha mgongo huu ni mnyororo wa mgongo wake. Wataraibahu, na mifupa yake ya kifua, hiya idhamu sadrihi, ambayo hiyo ni mifupa ya kifua, huitwa taraibu. Akamwambia wayakadu maanaha, na inakurubia maana yake ni mifupa ya kifua, kama yaktasiru, ifupishike kwa lugha ndogo tu, ikasemwa ala hafati aljidari, juu ya ncha au kwenye pembe ya ukuta maalumu, asadiri wa kifua, asufla ulioko chini, kama kwamba kuna ukuta maalumu wa chini kifuani pale. Amemfungulia swala lake kumjibu hivyo kwanza. Kama mje kwa uti wa mgongo ndio ngozi kuu ya mwanadamu, na mifupa yake ya kifua kwa lugha nyepesi kama kwamba ni ukuta, kuna pembe maalum ya ukuta iko katika sehemu ya chini ya kifua. Mambo haya kwa hakika wafasiri wa Qur'ani waliteleza sana. Kila mmoja alizungumza kwa kiasi cha elimu yake kuhusu aya hii, yakhruju min baini sulbi wa taraid. Kila mmoja amejaribu, lakini anasema huyu Dr. Abdul Hamidi Al-Arabi Biki anasema wa idha raja'na ila ilmi al-ajinna, tukirejea kwenye elimu ya utungaji wa mimba, wajadna, tunakuta sasa fi munshai, katika kuanzwa kwake, khusiyat ar-rajuli, na kokwa ya mwanamume. Kokwa hii mashuhuri ya haswa. Hapo ndipo kianzilishi cha mambo Mwenyezi Mungu ametunga pale, mambo yanaanza pale. Ni pahala ambapo miti, pahala ambapo panauma mno, pahala ambapo ndio station, ndio kituo hasa cha mwanamume, binadamu mwanamume. Hata pakipata mshtuko kidogo ulikuwa mzito, anaweza mtu kuzimia au akapoteza maisha yake kabisa kabisa. Waangalie wachezaji wa futboli kwenye ground au kwenye TV, wakati umetokezea direct free kick inapigwa kwa bakwao, angalia ukuta uliowekwa na defenders wale ambao inapigwa direct free kick kwao. Wakati wanasimama, mtu atakupiga chuma cha moja kwa moja golini. Ni kitu cha upuuzi. Futboli sio kama lile jiwe la Fatuma lile la kuvunjia nyumba, la. Ni mpira futboli. Wanasimamaje hapo? Kila mmoja mkono wake ameukinga pahala maalum, kaacha mwili mzima hivi hivi hayana wala ogopi. Kama litakuja futboli lile kifuani au tumboni, lipige potelea mbali, kichwani, kidevuni, kwenye pua na lipige, lakini anaogopa pahala maalum. Hapo ni pahala ambapo akili yake yote iko hapo, kwa sababu akipigwa pale anaweza kafa pale uwanjani. Dokta anamwambia fi munshai khusiya, katika kuanzilishwa kwa kokwa arrajuli ya mwanamume, wa mubyidhil mar'a, na yale mayai ya mwanamke. Mwanamke anakuwa na mayai, mwanamume anakuwa na kokwa maalum. Anasema ma yufassiru lana hadhihi alayati, hicho ndo kitu ambacho kitaweza kutufasiria sisi aya hizi. Moja, falyakul insanu mimma khuliqa min shaqiqin
yakhruju min baini sulbi wa tara'ibi, na nyingine wanukhiru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma, kuanzilishwa kwa binadamu kwa koko ya mwanamume na mayai ya mwanamke. Hapa ndipo pahala patapoweza kutufasiria aya hizi, allati, aya ambazo hayarati al-albaba zimeweza kuwaemeza watu wenye akili timamu, watu waliobobea kwenye Qur'ani falsafa, zimewaemeza aya hizo, hakuweza kuzitambua. Wadhahaba fiha, na wakenda katika kuzieleza aya hizo. Wadhahaba fiha almufassiruna, wamekwenda katika tafsiri ya ufasirina, madhahiba shatta, miendo mbalimbali, huyu kasema hivi, huyu kasema hivi, ala kadri ma utiya kullu minhum, kwa kiasi cha kile ambacho kapewa kila mmoja miongoni mwao, min ilmin, katika elimu, kila mmoja kaeleza vyake. Wa in kana, kama hicho ambacho amekieleza, baidan, kiko mbali, anil fahmi sahihi, kutokana na ile fahamu sahihi ya utungaji wa mimba, wa rai sadidi, na rai iliyokuwa ngumu, rai iliyokuwa ya kweli. Laka, yamekuwa hayo, annahu fil usbu'i sadisi. Sasa pokea taaluma inapokuja katika wiki ya 6, wasabi'ina, katika wiki ya 7, 6 mpaka 7, min hayati aljanini, katika uhai wa hiyo mimba, tokea kimeingia kitu mpaka wiki ya 6 au wiki ya 7, fi rahimi, yani imefanikiwa kuingia pale kwenye fuko la uzazi. Anasema yunshau fihi, huanzishwa hapo kwa muda huo, ma yusamma, kitu kiitwacho jismun, kiwiliwili, wa wilfun, na mchanganyiko wa vitu mbalimbali hapo vinafanywa hapo. Sukari inaingizwa hapo, inafanyika automatically bikudrati man la yaghfal wala yanamu. Chumvi inakusanywa hapo, chokaa inakusanywa hapo, chuma kinakusanywa hapo, alimradi kila kitu kinawekwa hapo. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin, hii amshaj inapatikana kwenye wiki ya 6 au wiki ya 7. Jismun, kiwiliwili, wa wilfun, na mchanganyiko wa vitu mbalimbali, wa kinanatun, pamoja vile vile na kitu kiitwacho yai vinafanywa pale. Ala kulli janibin, na vitu hivi vinafanyika kwenye kila upande. Min janibil umudi al-faqri, katika pande zake ile nguzo madhubuti ya uti wa mgongo wa mwanadamu, basi pale ndipo anapofanyika vitu vyote pale. Kwenye station ya uti wa mgongo pale ndo panakusanywa hiyo amshajin. Wa min juz'in min hadha, na katika sehemu ndogo ya mkusanyiko huu pale kwenye uti wa mgongo, tunshaul kila, hapo ndo linafanywa vile vile kidney, figo linafanywa pale vile vile mapema kabisa, hapo hapo kwenye mgongo, hapo ndipo ambapo atoka kidney. Wa baadhi aljihazi libaula, na baadhi ya vyombo maalum vitakavyoweza kumfanya mwanadamu apate haja ndogo, vyombo vya choo kidogo vinatengenezwa pale wakati ule. Wa baadhi aljihazi albaula, na baadhi ya vyombo maalum, mishipo maalum itakayomwezesha mwanadamu choo kidogo kipite katika njia maalum. Kanywa maji, kanywa maziwa, kanywa chai, soda, basi ile ambayo inamfaa mwilini mwake itabaki, na isiyomfaa inaanza kuwekewa njia maalum ya kutokea pale. Wa min juz'in akhar, na katika fungu jingine vile vile, tunsha'u al-khusya, hapo ndipo inapoanzishwa ile koko ya mwanamume, fi rajuli, kwa mwanamume, wal mubyadhu, na yai fil mar'a, katika sehemu ya mwanamke vile vile. Fa kullu min al-khusya, basi kila moja katika ile koko ya mwanamume, wal mubyadhu, na yai la mwanamke, fi bad'i takwinihima, katika mwanzo wa kufanyika kwake vile hivyo, yujawiru kila, vinakaa jirani na lile figo, karibu na figo, vinakaa pamoja. Katika mwanzo kuanzwa, basi vinakuwa vimekaa chini ya figo. Na ndiyo maana figo hilo au kidney yake mtu ikiharibika, mara kwa mara utasikia mkojo wake umeziba, choo kina mkatabu kidogo na hivi na hivi.
na madaktari hawamruhusu mtu kuzuia choo kidogo sana, kwa sababu kinaweza kuleta hatari kubwa, ikaweza kuvimba kidney yake, halafu baadaye inakuwa matatizo, na ikipasuka kibofu ni kwa hatari kubwa. Kila ikimshika haja mtu upesi akaitoe. Na uzuri wake ni pale mtu anapopata haja hiyo ndogo kwa wingi, kama si mgonjwa, lakini kila akipata kwa wingi ndio uzuri wake, kuliko akawa hapati kikawaida. Uzuri wake ni kwamba apate kwa wingi. Na kwa hivyo madaktari wanamuhusia mtu kunywa maji mengi sana. Kama atapata uvimbe wa miguu, uvimbe wa kula chumvi, uvimbe kile gani, basi anamwambia kunywa maji mengi sana, au anampa vidonge sana ili apate kwenda haja ndogo mara kwa mara, halafu uvimbe ule huo unaanza kunyoa kidogo. Chanzo chake ni kwamba akojoe sana, ende haja ndogo sana. Basi vitu hivyo vinafanyika jirani na kidney ya binadamu. Hapo ndipo anapoanza kuunda mwanadamu. Jeuri yake yote tunavyomuona ni kitu kidogo kile, kama ngumi, mchanganyiko wa kitu kidogo tu. Hapo ndipo ambapo anatengenezwa hichi bikudrati, kwa uwezo kamili. Man la yaghfalu, wa yule ambaye haghafiliki wala yanamu wala halali. Anasema wayaqa'u baina sulbi, na vitu hivyo vinakuja kukaa katikati baina ya uti wa mgongo wa taraibi na mifupa ya kifua. Ai yani baina muntasifi al-umud al-fiqri, katikati baina ya ile nguzo kuu ya mwanadamu ya uti wa mgongo, takriban, hiyo ni takriban, yani kwa makadirio, wa muqabilu asfali dhulu'i, na kukabiliana na sehemu ya chini ya mbavu. Hapo ndio mambo yanapoanza hapo. Wa mimma yufassiru lana sihhatu hadhihi an-nadhariya, na katika yale ambayo yatokea wazi sisi tafsiri ya mtazamo huu, anna al-khusya, ya kwamba ile kokwa, wal mubyad, na ile yai, yaatamidani, vitu vile hivi huja vikaegemea fi numuwihima, katika kukua kwao, ili vikue huwa vinaegemea ala sharayani, juu ya mshipa mmoja mkubwa wa kupeleka damu kwenye moyo. Huwa vinategemea sana. Kama kiko kitu hicho, basi tayari vitakuwa vitu hivyo. Na kama mshipa huo hauko tayari, unaweza kusikia kwamba mjamzito ameharibu mimba mara moja tu, hakuna tena maisha, hakuna ongezeko lolote litakalotokezea. Kama mambo yamekwenda sawa, ushapatikana mshipa wa kupeleka damu kwenye moyo, basi tayari vitu hivyo vitakuwa ndio maisha ya binadamu. Alladhi, mshipa ambao yumidduha bidami, ndio unaweza kuvikunjuma, unaviweza kuvikunjua vile hivi, ile kokwa na yai inaweza kuvikunjua bidami, kwa msaada damu. Sasa wa huwa yatafarra'u, na mshipa huu unaweza kuweka matawi mengine, minasharayani, katika mishipa al-aorta, ambao kwa jina la kigeni wanaita aorta. Uchipua hapo tena mishipa midogo mingine, veins zile za pulmonary artery na pulmonary veins zinapatikana pale, na halafu mshipa ule wa damu unaanza kuchawanya damu ile. Kila mshipa unachukua sehemu yake, na damu inaanza kusafiri kwa mwili wa binadamu, inakwenda kwenye miguu, inakwenda kwenye mikono, inakwenda kwenye kichwa. Station yake ni kituoni kwenye moyo, inapita pale na inasafishwa pale na inatengenezwa pale, halafu inatapikwa pale na kwenda yatawanyika. Hivyo ndio binadamu anaanza kufanya hivyo. Na baada ya 43 tayari yeye ana kimwili rasmi kilichotimia. Baada ya 43 tu kufika, basi tayari anasema fi makanin, hutokezea mambo hayo katika pahala, yuqabilu mustawa al-kila, inakabiliana na sawa na figo, alladhi yaqa'u baina sulbi wa taraibi, ambalo linapatikana kuweko kwake katikati baina ya uti wa mgongo na mifupa kifua. Wa ya'tamidani, na vile hivi huegemea ala al-a'sabi allati, juu ya ile mishipa ambayo tumidu kulla minhuma, inaweza kuikunjua na kuirefusha kila mmoja miongoni mwa wili hivyo. Watatasilu bidhafirati, halafu hapo vinaungana na mikia mingine ya mishipa au orotia, ambao hiyo ni mishipa ya kutawanya damu vile vile.
thumma bil asabi, kisha inaungana na asabi, mifupa mingine au mishipa mingine, as-sadri, ya kifua, al-ashir, ambayo hiyo inakuwa kiasi cha 10 hivi. Wa huwa yakhruju, nayo hutoka min an-nukhai, kwenye spinal cord yake binadamu. Hiyo mishipa 10 ya kifua inatokana na kwenye spinal cord yake binadamu. Min baini dhilai, katikati baina ya mbavu, al-ashiri, ambazo ni 10, wal hadi ashara, na mbavu 11 vile vile, ama itakuwa 10 au 11. Wa kullu hadhihi al-ashyaa, na vitu vyote hivi, taakhudhu mawdhi'aha, huchukua nafasi yake, fil jismi, katika mwili, fima baina sulbi wa taraibi, katika yale yaliyopo eneo lile lile tu, baina sulbi wa taraibi. Mambo hayo yote yanafanyika kwenye uti wa mgongo na kwenye mifupa ya kifua, kazi yote pale hapo tu. Fa idha kanat al-khusya, basi pindi ile mbegu ya mwanamme kokwa, wal mubyadhu, na yai, fi munshaatiha, katika kukua kwake, wa fi imdariha, wa fi imdadihima, na katika kuongezeka kwake, bidami, kwa damu, asharayani, ya mishipa ile, wa fi dhabti shu'unihima, na katika kuhifadhi mambo yao yasiharibike, bil a'sabi, katika mifupa au katika mishipa, basi qad i'tamadata, kwa hakika huja ikakamatana ikanyooka, fi dhalika kullihi, katika hayo yote, ala makanin fi jismi, ya pahala maalum katika mwili wa binadamu, yakau baina sulbi, na yote hutokezea katikati baina uti wa mgongo, wa taraibi, na mifupa kifua, na inakuwa kwa mwanamke na mwanamume. Hivyo ndivyo mwanadamu anavyofanya. Kwa hivyo hata kama atakuja kutoa na yeye hicho kitu, kinatoka katika mifupa yake ya kifua na uti wa mgongo. Hayo maji ya manii vile vile ni kitu ambacho kinatengenezwa, kinatoka katika mifupa ya kifua na uti wa mgongo. Mwanamke anayo na mwanamume anayo, wote wawili wanatoa kwenye uti wa mgongo na katika mifupa ya kifua. Sio kama mwanamume peke yake kwenye uti wa mgongo na mwanamke peke yake ndio mifupa ya kifua, wote wawili na mmoja anatoa pale hapo. Anasema faqad istabana, ilivyo kwamba yako hivyo, basi mambo yote yanafanyika baina sulbi taraibi. Faqad istabana, hapa inabainika waziwazi, sidqu ma nataqa bihi alquran, ukweli wa yale ambayo imeandikwa Qur'an al-Karim. Na dunia nzima lazima isarende, dunia nzima lazima ikubali chochote walichokisema binadamu kitakuwa kinasahihishwa na hapa. Kama wamesema hivi, wamesema hivi, wamekosea, itabidi lazima iko hivi kulinye. Wajaa bihi rabbul alamin, na Qur'ani hiyo moja kwa moja itakuwa amekuja nayo yule Mola mlezi wa viumbe, na sio kama Muhammad katamka yeye. Wala yakshifu ilmu, na mambo haya haikuweza kuweka wazi elimu, illa hadithan, isipokuwa karibuni hivi, katika miaka karibuni, baada 13 qarnan, baada ya kumalizika karne 13, min nuzuli dhalika kitabu, tangu kuteremka kwa kitabu hicho, ndio kwanza karibuni hivi watu wameweza kutambua ukweli huu. Hadha, basi hivi ndivyo mambo yalivyo. Wa kullu min al-khusya wal mubyad, na kila moja katika mbegu ya mwanamume na yai la mwanamke, baada kamali nubuwati, baada ya kukamilika kukua, yaakhudhu min al-hubuti, hapo tena huchukua njia ya kuteremka. Sasa kwanza hiyo koko inakuwa iko pahala pengine kabisa, yuko kwenye uti wa mgongo na mifupa kifua, halafu baada ya kukua kwake ndio inaanza kuteremka automatically, inakwenda kujiweka pahala pengine. Sasa wakati ilipokuwa inafanya mambo hayo, hakuna kiungo cha siri cha mwanamume wala cha mwanamke, yuko mtu hivi hivi tu. Halafu baada ya kukua kwake ndio kinakwenda kitu kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Sasa wewe utakuwa ni mwanamume, na kwa hivyo kiungo chako sasa kitakuwa fulani, na mwanamke atakuwa hivi. Alimradi hadi katika mambo ya miujiza mikubwa mno ya Qur'ani kuhusu uumbaji wa binadamu katika mwili wa binadamu. Yakhudhu fil hubuti, hapo ndio uchukua njia ya kuteremka, ila makanihi, kokwa inakwenda kukaa pahala pake, al-ma'ruf, pajulikanapo. Fatahbutu al-khusya, uteremka kokwa ya mwanamume, hata taakhudhu makanaha, mpaka inachukua nafasi yake, fi sufni,
katika mfuko maalum, kuna mfuko maalum, kuna begi maalum laini ngozi yake, kitu ambacho kitayarishwa maalum, ikija inakwenda tayari. Mfuko unafanyika huko pala fulani, inakuja inashuka mpaka inaingia pala maalum. Hiyo ndiyo namna ya jeuri. Basi hapo mtu akijua hayo tena, kama hajakubali kuporomoka kasujudu mbele ya Mola wake, amekuwa mjinga mkubwa mno, jeuri mkubwa mno. Haya yote kwa hakika ya kuasi Mwenyezi Mungu, ya kuacha kumwabudu, ni kutokufahamu binadamu ametoka wapi na kafanya nini. Akiyafahamu hayo binadamu na kwa si mkaidi tena, lazima salima amri hapo. Yeye ni katika upuuzi wa mwisho miongoni mwa vitu vya upuuzi. Yeye ni katika upuuzi wa mwisho. Na kwa upande wa pili, yeye ni katika miujiza kuliko miujiza. Ni kitu dhalili na halafu ni kitu kikubwa mno, kidogo mno, chepesi mno, ukifisiri ni mara moja, halafu ni katika kitu cha ajabu sana binadamu. Wa yahbutul mubyad, na yale mwanamke nalo vile vile linateremka hata yakhudh makanahu, mpaka uchukua nafasi yake fil haudhi, kwenye haudhi maalum, bijiwari bauqi rahimi, chini jirani kabisa na ule mfuko la uzazi. Na mwanamke hapo ndo anaanza naye vile vile kujulikana kwamba huyu ni mwanamke na atakuwa na kiungo chake cha kike. Basi baada ya kuteremka lile yai lake na kapala pake, anasema waqad yahduthu fi ba'd al-ahyan, hutokezea baadhi ya pahala alla tatimma amaliyat al-hubut hadhihi, isitimie hichi kitendo cha kuteremka vitu hivi, huenda ikaistimie kazi hii. Fataqifu al-khusya, ukakitako ikasita ile kopa ya mwanamume, fi tariqiha, njiani imekwama, haikwenda kukaa pahala pake. Wala tanzilu ila sufni, isiteremka mpaka kwenye mfuko wake maalum. Fatahtaji hapo tena utajia kazi ya daktari ila amaliyatin jirahiyatin, kazi ya upasuaji, lazima pasuliwe. Hata tasila, mpaka madaktari wenyewe kwa mbinu zao wanaweza kaifanyia mpaka kenda zake, ila wadhiha, ikafika pahala pake, fil mawdi'i tabi'i, katika pahala pake pa tabia. Binadamu ndivyo anavyoanza hivyo kidogo. Wakati huo kiasi umuone mwanamke amebadilika hali yake kwa ufalme wa Mungu unaopitia kwenye maungo yake. Kiasi umuone mwanamke hali yake ilikuwa mbaya sana, kiasi umuone atapika, ana kichefuchefu, kakonda sana, damu inampungua kiasi. Wakati ule hawezi kula kitu kwa sababu anapita mambo mazito magumu katika mwili wake. Kufinyangwa na kufinyangwa binadamu ni kukubwa mno katika mwili wa mwanamke. Haya, ameendelea sana daktari huyu kumjibu Mustafa al-Maradhi, lakini sisi kwa kiasi hicho tu, ili kuithibitisha ile yakhruju min baini sulbi wa taraibi, itakuwa tayari pale kila mmoja kidogo ameweza kusikia kitu maalum. Baada ya adhana ya Aisha tutaendelea na aya zifuatazo. Innahu ala raj'ihi laqadir. Maelezo yanafuatia hapo, hakika yeye Mwenyezi Mungu juu ya kumrejesha kiumbe huyo baada ya kumzidia pumzi akamweka kwenye ardhi, anaapa kwamba ana uwezo mkubwa mno. Kumfufua kiumbe huyu ni kazi ambayo haina matatizo yoyote kuliko ufanyaji huo min baini sulbi wa taraib. Amezungumza Mwenyezi Mungu mambo mazito sana min baini sulbi wa taraib, na kutokana na proof waliotoa madaktari namna gani mimba utunga, basi Mwenyezi Mungu anasema kazi kubwa ilipita katika kumfanya binadamu na sio kumleta mara pili. Innahu, hakika yeye Mwenyezi Mungu, ay alladhi qadara ala khalqi al-insan, innahu alladhi qadara ala khalqi al-insani, yule ambaye amekuwa na uwezo juu ya kumuumba binadamu hivyo namna alivyomuumba. Laqadirun, kama umba ibtidaan min hadhihi almada, kwa kumwanzisha na namna hii funza huyu aliyesukumwa na maji yatokayo katika uti wa mgongo na kwenye mifupa ya kifua, na halafu umbile lake likaanza namna hiyo. Qadirun,
yeye ni muweza an yaruddahu, kumrejesha mara ya pili, hayyan, akiwa hai, baada an yamuta, baada ya kufa kwake. Hilo jambo nyepesi sana kwa Mwenyezi Mungu. Wa huwa ahwanu alayhi, jambo hilo ni rahisi mno kwake. Qadirun, ni mwenye uwezo mkubwa Mwenyezi Mungu, an yaruddahu, kumrejesha mara ya pili binadamu, kiumbe wake huyo, hayyan, akiwa hai, baada an yamuta, baada ya kufa kwake. Wa nahwu al-ayati qawluhu, na mfano aya kama hii, innahu ala raj'ihi laqadir, mfano aya kama hii, kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra. Waambie Muhammad ya kwamba atauhuisha mfupa huo yule aliyeuanzisha mara ya mwanzo. Pale alipoanzisha ni pazito zaidi. Maneno haya yamejibiwa katika sura Yasin, baada ya kwenda mtu makaburini akatafuta mfupa mbovu uliovurugika, akamwendea mtume akamvurugia, akamwambia, basi wewe Muhammad, huachi kudanganya watu, wewe huachi kufanya wewe mfupa kama huu, nani atakuwa na uwezo kuuleta mara pili? Wa daraba lana mathalan, na akatupiga sisi mfano, wa nasiya khalqahu, na akasahau umbo lake limeanza vipi. Qala, akasema, man yuhyi al-idhama, nani atakayeweza kuuisha mfupa kama huu, wa hiya ramim, nao ni wenye kuvurugika kutoka unga. Qul, Muhammad waambie, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra, atakayeuisha mfupa huu ni yule aliyeuanzisha kuufanya mara ya mwanzo. Vipi umeanza mfupa? Kazi kubwa. Hata ukawa ni mfupa kitu ambacho kigumu, itabidi upasuaji wake papatikane silaha, kisu maalum, na hali ya kuwa haukuwa kwa mfupa. Vipi umefanyika mpaka kwa mfupa? Ni kazi kubwa sana. Yuhyiha alladhi, atauhuisha yule ambaye ansha'aha awwala marra, alianzisha kuwepo mara ya mwanzo. Wa asrahu minhuma qawluhu, na iliyokuja wazi zaidi kuliko aya hizo ni tamko lake Mwenyezi Mungu aliposema, wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu, na ni yeye Mwenyezi Mungu ambaye anaanzisha kuumba. Kulikuanzisha kule ndio Mwenyezi Mungu kamtaka mja wake atupe mtazamo kitu kinavyoanza, si katika binadamu tu, hata katika mimea vile vile. Kamtaka Mwenyezi Mungu mja wake, undhuru ila thamarihi idha athmara wa yan'ihi, yaangalieni matunda ya mimea wakati ule yanapoanza kupea, tokea embe yatoka pooza, maua yameanza, halafu ilipotema pooza ndugu, idha athmara wa yan'ihi, na mpaka kupea kwake. Pale Mwenyezi Mungu anataka watu watizame mambo ya Mwenyezi Mungu yanafanyika pale. Na binadamu ndio hivyo hivyo, na kuku ndio hivyo hivyo, tokea kuwa yeye ni kifaranga kidogo, hata kawa kuku, hata kawa kutoa yai, na halafu mnyama vile vile, mbuzi anamfuga mwenyewe, mtu amwangalie vile ambapo anaanza. Pengine tabahatika kumuona mbuzi anavyozaa, amwangalie vile mbuzi aliyekuwa ndani ya fuko la uzazi baada ya kuzaliwa pale. wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa, ni yeye Mwenyezi Mungu ambaye anaanza kuumba, anakianza kitu kimaumbile, thumma yu'iduhu, kisha atakirejesha. Wa huwa ahwanu alayhi, na jambo la kukirejesha ni jambo jepesi sana juu yake Mwenyezi Mungu. Thumma bayyana waqta ar-raj'i faqala, kisha kabainisha wakati wenyewe wa kurejea kiumbe hicho, akasema wakati wenyewe yatakatokezea hayo, yauma tubla sarairu, siku zitakapohudhurishwa waziwazi siri zote zinazofanywa kwa siri, Mwenyezi Mungu ataziweka uwanjani siku hiyo. Huwa qadirun ala an yu'ida al-insana, kwa maana hiyo Mwenyezi Mungu ni muweza kumrejesha mwanadamu ila al-hayati, kwenye uhai, fil yawmi alladhi, katika siku ambayo tankashifu fihi al-sarairu, zitakaa wazi wazi katika siku hiyo, siri zote tankashifu, zitakashifika. Watattadhihu dhamairu, na dhamiri hizi zilizokuwa vifuani kabla ya kutamkwa, pengine kuna dhamiri zimewekwa wazi kwamba mtu alikusudia hivi. Ikiwa dhamiri ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, itakuwa wazi pale ijulikane, na kama ilikuwa si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu siku hiyo, kwa hakika siri zote zitakuwa nje. Yauma tubla sarairu watattadhihu dhamairu, na kuwekwa wazi dhamiri zote na makusudio. Wa yatamayazu tabibu min al-khabith, wa yatamayazu
tayyibu min alkhabithi, na atapambanuka aliye mzuri kutokana na kwa mbaya siku hiyo, atajulikana. Fala yabqa fi sariratin sirrun, haitobakia kwenye maficho ya siri yoyote. Bal tanqalibu kullu khafiyatin ila aljahri, bali itageuka kila siri iliyofichwa itakuwa ni kitu ambacho cha waziwazi. Tanqalibu, itageuka kullu khafiyatin, kila siri ila aljahri, itakwenda katika wazi. Wala yakunu jidalun wala hujajun, na wakati itakuwa wazi mambo hayo hakutokuwa na mjadala, hakuna atopinga, kila mmoja atakaa kwenye adhabu iumizayo, hakuna jambo la tatu. Wakati mambo hayo yametokezea, fama lahu min quwwatin, hapatakuwa basi kwa mtu huyu min quwwatin, na yoyote mwenye nguvu ya kumsaidia, wala nasirin, wala na mwokozi yote kumnusuru. Fala takunu li ahadin quwwa, hapatakuwa kwa mtu yoyote na nguvu, ala aliflati, ya kuweza kutoroka akakataa hukumu hiyo, mimma qudira lahu, katika yale mambo ambayo yamekadiriwa kwake yeye, jazaa'un, kwa ni malipo amalihi, wa mambo yake aliyofanya. In kana musian mathalan, kama yeye atakuwa ni mtendaji wa mambo mabaya. Fala takunu li ahadin quwwa, hapatakuwa kwa yoyote na nguvu, ala aliflati, juu ya kuweza kuponyoka, mimma qudira lahu, katika mambo ambayo yamekadiriwa kwake yeye, jazaa'u amalihi, kama hayo ndiyo malipo ya matendo yake. In kana musian, kama atakuwa yeye ni mtendaji maovu. Wala nasirun, wala hapatokezea mwokozi, yansuruhu, wa kuweza kumnusuru yeye, fayahmihi, yakaweza kumhami, mimma hutima an yaka alaihi, katika yale mambo ambayo yameamuliwa yakaingia pahala pabaya. Hakuna mtu yeyote atakayeweza kumnusuru, hata kama ni mtume hataweza kumnusuru mtu ambaye amekusha hukumiwa kwenda kukaa katika adhabu. Hatasogea mtume yote wala malaika yote kuweza kumsaidia. Ataweza kumsaidia yule mwenye amali za kuweza kusaidiwa, ama mwingine hawezi kusaidiwa. Wal khulasatu, na kwa ufupi aya hizi kuanzia pale falyanzur linsanu mimma khuliqa mpaka kufikia fama lahu min quwwatin wala nasir, marejeo kwa ufupi ni kwamba innal quwwata allati biha yudafi'u insanu an nafsihi, hakika ile nguvu ambayo kwa nguvu hiyo anaweza kujitetea mwanadamu nafsi yake yasifike madhara. Imma min dhatihi, nguvu hiyo ikiwa itakuwa ni kwa upande wa dhati yake mwenyewe anaiweza. Waqad nafaha biqawlihi, nguvu hiyo Mwenyezi Mungu ameikanusha, haitopatikana kwa tamko lake, fama lahu min quwwatin, hakutokuwa na nguvu yote ikiwa anayo nafsi yake. Kwa mfano hapa duniani wako watu wana nguvu ya utawala, wana nguvu ya mali, wana nguvu ya ilmu, wana nguvu ya mipango ya rai tu, basi nguvu ile kwa hakika husaidia kuwavusha mara mbalimbali. Hutumia pesa zake mtu akavuka pale pabaya. Na kwenye pawa ya ufalme, basi kwa mtoto wa mfalme, mtoto wa waziri, mtoto wa nani, akimgusi kitu, huyo askari alimkamata atashikishwa adabu mara moja tu ya kwamba wacha mambo hayo, usiguse, usiingilie. Nguvu kama hii kwa hakika Mwenyezi Mungu anaikataa kabisa, hatakuwepo. Asidhani kwamba mtu ataweza kutumia kipawa chake alichopewa hapa duniani. Ndiyo maana kusema mala min quwwatin, na imekuja kwa tanwini quwwatin, haikuja kwa alif na lam kama ni maarifa, yani nguvu ya aina yoyote, tena kwa yoyote. Fama lahu min quwwatin, hakutokuwa na mwenye nguvu ya aina yoyote kwa maana yote, si nguvu ya pesa wala ilmu wala ya ukubwa wala ya nini wala ya utoto wa mtume vile haikufanya kazi. Halafu anasema wa imma min ghairihi, imma nguvu hiyo itakuwa si yake yeye, haiko kwake, haiwezi yeye, kuna mwingine. Sasa wakati nasaha biqauli, Mwenyezi Mungu amekataa nguvu hiyo vile kwa tamko lake, wala nasirin, wala mwokozi mwingine. Fama lahu min quwwatin, labda itakuwa nguvu ile kwake yeye, wala nasirin, yote vile hivi vinakanusha kwamba havitakuwepo. Ndiyo maana bwana mtume akamwambia mwanawe Fatima, ya Fatima ittaqillaha, ewe Fatima mwanangu mche Mwenyezi Mungu. Mimi la amliku laki min Allahi min shay, mimi siwezi kumiliki kwako wewe kwa Mwenyezi Mungu, siwezi kumiliki chochote hapa nilipo. Labda nipewe amri na Mwenyezi Mungu muombe fulani, lakini kwa kuwa wewe ni mwanangu usije
ukadekea mtu wa mtume wewe utaangamia. Nabii Nuh na vile vile anaambiwa inni a'idhuka an takuna min al-jahilin, na kuwaidhi Nuh usiwe katika watu wajinga wa kumwombea mwanao wakati ana amali mbaya, hata kama ni mtoto wa mtume. Innahu amalun ghairu salih, kilichomfanya aombewe ni matendo, yeye ana matendo ambayo si mema. Fala tasalni, usiniulize jambo mimi Nuh ma laysa laka bihi ilmun, ambalo huna ilmu nalo. Inni a'idhuka an takuna min al-jahilin. Wallahu a'lam. Mwenyezi Mungu ajuaye. Inshallah suratu at-Tariq darasa litakayofuatia tutaingia kwenye aya za mwisho nambari 11 mpaka nambari 17 ya sura hiyo. Hiyo inshallah itakutakabili katika darasa linalofuata. Tunakumbushana mchango wetu unaendelea kama kawaida, na kusanyaji tabaki nje msikiti baada ya kusali sala ya isha. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زينا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وطراف النهار.